Hamnaonyesha sawa? Okay. Mimi nisikize vizuri. Nimekuwa mwana wa Mungu kwa michakato miwili. Mchakato wa kwanza ni kwa kuzaliwa mara ya pili, ambao Kiingereza chake ndio nakaka vizuri inaitwa regeneration. Nimebidi regenerated, okay? Kwa kuzaliwa mara ya pili, ambao hii mara nyingi inahusiana na asili yangu, my identity. Ile kwamba nimezaliwa na Mungu, okay? Manake nimebeba sifa na tabia za Mungu ndani yangu. Kilichozaliwa kinazaliwa na DNA anayekizaa. Unasikia kusema? Kuna mfanano ambao unakuwepo kati ya anayezaa na kinachozaliwa. Wengine unakuwa ni mfanano unaoonekana kwa wazi, masikio, macho, pua, mikono, miguu inafanana kabisa exact kama baba yake au mama yake. Wengine unakuwa ni katika wengine unakuwa ni mambo ya ndani. Lakini mjasiku tukichukua DNA test wanafanana, si ndivyo? Kwa maana yake Mungu amenizaa, maana kile kunizaa kuna vitu vya kiungu ambavyo nimeambukizwa. Hapo mnataka nichokisema? Mnataka nichokisema? Hiyo tunasema ni regeneration. Kwa maana yake amenizaa kwa kuiondoa asili yangu ya uovu na kunishirikisha asili yake ya utakatifu, ya haki na upendo. Kwa maana yake katika mchakato wa kunizaa, maana yake kile ambacho kilikuwa kinafanya kazi ndani yangu hapo nyuma, ile hali ya uovu au wanasema dhambi ya asili, ilikuwa imekosa, maana yake akaiondoa that nature na akanipandikizia asili nyingine ya kiungu. Ndio maana kusoma Petro kwanza, Petro pili, sura kwanza, ule mstari wa 3 na 4 anasema kwamba tumefanywa kuwa washiriki wa tabia ya kiungu. Tabia ya kiungu. Kwa maana yake kwa kuzaliwa na Mungu, maana yake nimeshirikishwa tabia ya kiungu. Kuna mfanano wa kitabia ambao upo kati yangu mimi na Mungu. Kwa maana yake nisikize vizuri. Kama ni utakatifu, maana yake Mungu ameniambukiza utakatifu wake katika kunizaa. Kwa maana yake nimezaliwa nikiwa na utakatifu. Kama ni haki, Mungu ameniambukiza asili yake haki katika kunizaa. Hivyo nimezaliwa nikiwa na haki ya Mungu. Kama ni upendo, Mungu ameniambukiza asili yake ya upendo katika kunizaa. Hivyo nimezaliwa nikiwa na upendo wa Mungu. Kwa maana yake kwa sababu ya namna kuzaliwa mara ya pili, nimepokea asili mpya ambayo hiyo asili inanisukuma kuishi maisha kama ambavyo Mungu alivyo. Unasikia ninachosema? Nilijikuta nafanya mambo mabaya kwa sababu kuna nguvu ndani inaniendesha kufanya nisiyotaka kuyafanya. Kuna dhambi natenda kazi ndani yangu inanipelekesha na kunifanya nifanye nisichotakiwa kufanya. Katika kuzaliwa mara ya pili, hiyo nguvu ikaondolewa, nikapandikizwa nguvu ya haki, nguvu ya utakatifu, nguvu ya upendo. Kwa maana yake wakati usitafuti kumpenda ndugu, si kama kitu ambacho ninaweza kujifunza kutoka nje, bali ni DNA ambayo inaoperate ndani yangu. Kwa ni kama kusema ndani yangu nina nguvu ya upendo hata kama sipendi. Nina nguvu ya utakatifu hata kama siishi maisha matakatifu. Nina nguvu ya kufanya haki hata kama stendi haki. Unaona kusema? Yaani ile kutokuwa katika mwenendo wa upendo, mwenendo wa utakatifu, mwenendo wa haki, haina maana hauna hiyo haki, hauna upendo, hauna utakatifu. Maana ni kama hauna, maana yake hujazaliwa na Mungu. Kwa sababu uwezo ukatokana na yeye ukakosa sifa kama ya kwake. Maana yake uwezo ukasema umezaliwa na Mungu wakati hauna DNA moja ambayo Mungu anayo. Hiyo iko clear mpaka hapo? Hiyo tunasema kwamba ni regeneration. Kwa maana yake kuzaliwa mara pili kulikuwa kunashughulikia asili yangu, kunanipa asili mpya, au nikisema neno nasema nake kunanipa nguvu mpya ambayo itanifanya niishi kufanana na Mungu, kufanana na baba yangu. Hivyo nitakapotazama watu najua yes, anatembea kama Mungu. Kama vile ambavyo mtoto akizaliwa kule Nyakusana anaanza kumkagua masikio, anaangalia, je, kuna mfanano macho na pua na vitu kama hivyo. Maana yake ni impossible wewe kuzaliwa na kwenye kabila Kinyakyusa na usifanane hata na shangazi, basi hata na mjomba, ni kitu kigumu. Na ndio ile tunaifahamu, si ndivyo? Na ndivyo ilivyo. Maana yake hata mtoto anapokuwa
kuna wakati fulani anaanza kutembea, kuongea kama baba yake, muonekano kama baba yake. Sasa Mungu hajazaa miili yetu, hao ni baba zetu wa mwilini. Kwa hiyo tunao tusifanane nao kimwenendo, kwa sababu wao huu mwili tuliona, huu mwili nilionao, ukimtazama na baba yangu kuna namna ambayo tunalizembo. Yeye ndo aliyesababisha neno na mwili. Sasa Mungu amezaa roho zetu, kwa maana yake roho zetu zenyewe zimepokea asili kama Mungu alionayo. Kwa maana yake Mungu ana upendo, ameipa roho yangu kupenda. Mungu ana haki, ameipa roho yangu kufanya haki. Mungu ni mtakatifu, ameipa roho yangu utakatifu. Kwa maana yake vipo ndani yangu hata kama siwezi kuishi. Kwa maana yake mchakato wa wanafunzi sasa ni kukusaidia wewe kuweza kuwa vile ambavyo roho yako ipo. Yaani kwa wengine kwamba mchakato wa wanafunzi, maana yake tunakwambia namna gani wewe ulivyo. Hatukwambii namna ambavyo unatakiwa kuwa. Tunakwambia vile ambavyo umekuwa baada ya kuamini, ili uanze kuishi na kuendelea kufanya kama ambavyo umeamini. Niangalia Priska jicho. Bwana asifiwe sana. Halo. So maana yake jambo la kwanza labidi nitambue kwamba mimi ni mwana wa Mungu, lakini pia ni raia katika ufalme wa Mungu. Nikuongezee mistari miwili. Wakolosai 1:13. Wakolosai 1:13. Maandiko yanasema hivi, naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Kuna mambo makubwa matatu yamezungumzwa: alituokoa, alituhamisha, alituingiza. Nisini vizuri, ni mambo ambayo yanatokea kwa pamoja. Haina maana kwamba unaweza kuokolewa kutoka kwenye nguvu ya dhambi na usiwe katika ufalme wa mbinguni. Ni impossible. Hizi sio stages. Okay, na kuonyesha kwamba sio stage, anatumia wakati uliopita, alituokoa, akatuhamisha na kutuingiza. Ni wakati uliopo, wakati unaoendelea, au wakati uliopita? Wakati uliopita. Kwa maana siku niliyoamini ilikuwa ni siku ambayo kuna mambo makubwa yalitokea. At the moment nimeamini kwamba Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zangu, alifufuka kwa mimi kuhesabiwa haki, hiyo tu ilitosha mimi kuondolewa katika nguvu za giza, na hapo kwa katika ufalme wa Mungu. Kwa maana hatujaokolewa katika nguvu za giza then tukaacha hewa. No. Tumeokolewa kutoka katika ufalme ambao ulikuwa tuna aina fulani ya maisha, tumepelekwa kwenye aina nyingine ya ufalme ambao pia kuna aina fulani ya maisha. Tuko sawa mpaka hapo? Kwa maana mimi wakati huu ninaishi katika ufalme wa mwana wa pendo lake, ambao na nyepesi maana yake ninaishi katika ufalme wa Mungu. Halo, yako majina mengi, kuna wakati wanaita ufalme wa nuru. Mimi ndiko ambako ninaishi, niko hapo. Kwa maana yake ni kweli wakati nipo Tanzania, lakini nipo maeneo mawili kwa wakati mmoja. Nipo kwenye ufalme wa nuru, wakati huo nipo Tanzania. Halo, funga kitabu cha Wafilipi sura 3:20. Wafilipi sura 3:20. Maandiko yanasema hivi, kwa maana sisi wenyeji wetu uko mbinguni. Kutokea huko tunamtazamia Mwokozi Bwana wetu Yesu Kristo. Nataka zingatia maneno, kwa maana sisi wenyeji wetu uko mbinguni. Nisomee tafsiri ya neno hii hapa. Nisomee tafsiri yako dada. No, hii tafsiri ya neno ya kawaida. Wafilipi 3:20. Wenyeji wetu uko mbinguni. Ishatoa hapo. Nisomee TKU. Ngoja TKU, naomba nisomee pia TKU. TKU.
Hamna. Soma. Yeah. Nisome tafsiri NIV. 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 Nataka na neno our citizenship is in. Hajasema will be, is in. Kwa kile ambacho Kiswahili kimetumia uwenyeji, soma neno la Kiunani hapa inamaanisha uraia. Kwa maana uraia wetu uko mbinguni sasa. So manake mimi ni raia wa mbinguni kwa kuzaliwa. Hapo ninaelezea regeneration, kufanywa upya. Kwa manake Mungu amenizaa, ile kwa kuwa nimezaliwa na Mungu manake nina uraia wa mbinguni. Nisikize vizuri. Mji wa Filipi ulikuwa ni kati ya miji ambayo imepewa heshima kubwa na Warumi. Raia ambao walikuwa wanaishi katika ule mji, wengi wao walikuwa wamepokea uraia wa Kirumi. Zamani zile ukiwa ni raia wa Kirumi una heshima kubwa. Yaani kupata uraia wa Kirumi ulikuwa unatoa hela nyingi. So manake kwenye dunia ya wakati ule ya mitume na katika Kristo ambao wameishi, ukipewa heshima kwamba wewe ni raia wa Kirumi, umepewa status ya juu na ya heshima zaidi. Labda nitoe mfano ambao mtaelewa. Mnakumbuka kipindi ambacho kwa tunatawaliwa na Wajerumani? Mnakumbuka au Warumi au Waingereza? Kulikuwa na huduma za kijamii zilikuwa zinatolewa kulingana na huko kwenye klasi ipi. Mara nyingi walikuwa wanawapa kiupendeleo wazungu, walikuwa wanafuata sio, nadhani sio ni Wahindi, baadaye ndo wanakuja wa Afrika, kitu kama hicho. Huduma zilikuwa zinatolewa kimadaraja. Unaweza usielewe labda pa kufuatia pia kule Marekani, kati ya Wamarekani weusi na Marekani weupe kipindi kile cha manyanyaso. So manake kama vile ambavyo sisi tunatawaliwa na Uingereza, ukipewa heshima kuitwa mzungu, manake kwanza kuenjoy mambo ambayo ni wazungu tu wanaweza wakawa nayo, kama ni shule, kama ni nini. Na ukiangalia wengi ambao wamepigania uhuru wa nchi za Kiafrika, hao walipewa heshima kusoma katika shule za kizungu, wengi wao. So kina Nyerere, wote ambao unaona mpigia wafuatisi, unakuta walipewa heshima ya kuheshimiwa kama wazungu, ili waandaliwe kuja kuendeleza matakwa ya wakoloni wakiwa katika. Maana namna nyepesi ya kutawala mahali ni kutawala Tanzania kutumia Watanzania. Hapo tuko kila mpaka hapo. Kwa hiyo manake kwenye Filipi ukipokea uraia wa Kirumi, manake kuna baadhi ya haki ambazo huwezi ukawa nazo isipokuwa ni raia wa Kirumi, aidha kwa kuzaliwa ama kwa kununua. Sasa Mtume Paulo anawaandikia watu ambao miongoni mwao wana uraia wa Kirumi, na mwenyewe Mtume Paulo alikuwa nao, lakini baadaye anasema uko uraia ulio bora kuliko uraia wa Kirumi. Kwa kusemaje ya kwamba kwa maana uraia wetu ama uraia wetu, uwenyeji wetu uko mbinguni, ya kwamba kama uraia wa Kirumi ni uraia ambao unakufanya uwe na sifa, unajisikia fahari, anasema basi wakati mjisikie fahari zaidi kwa kuwa mna uraia ulio bora kuliko wa Kirumi. Hakuna kitu ambacho Mkristo anatakiwa kuona fahari kwacho kama vile kuwa ni raia wa mbinguni. Na si tu kuwa raia wa mbinguni, ni raia kwa kuzaliwa. Tuko mpaka hapo. Na nimesema, kumbuka nazungumzia concept ya regeneration. Are we together? Kuna concept ya pili inaitwa adoption. Adoption. Concept ya adoption, nimwambia adoption Kiswahili chake ni kufanywa wana, kufanywa mwana, kufanywa wana. Ya kwanza nimesema ni kuzaliwa mara ya pili au kuzaliwa upya. Ya pili ni kufanywa mwana. Ni vitu ambavyo vinafanana lakini vitu vili tofauti. Kufanywa mwana, adoption, tukiangalia kwenye Kiswahili, ni kwamba mimi
ninaenda labda kwenye kituo cha watoto yatima, ninamchukua mtoto, ninamchukua kwa taratibu maalum, ninamfanya kwa mtoto wangu. Kwa manake ninamlea kama mtoto wangu na na haki zote kama mtoto wangu. Kwa mfano kama amefuatia mtandao, alichokifanya Samia amefanya kumfanya yule binti kuwa mwanae, hajamzaa. Unaweza kusema maandiko yanavyoelezea kuhusu utambulisho wa muamini, yanaongea vitu vyote vile kwa wakati mmoja, ya kwamba Mungu amemzaa, ambapo hii inatupa kuelewa kwamba inadili na utambulisho wetu, our identity, ya kwamba tumepokea asili ya Mungu. Lakini hii kufanywa mwana, namna ambayo Mtume Paulo ameitumia, inaelezea concept hapa ya kwamba nisikize vizuri, ni kwamba wale matajiri wa Kiunani wakati ule, unakuta na utajiri mwingi lakini hana mrithi. Walichokuwa nakifanya, alikuwa anamchagua mtumwa mwelevu, anamchukua ule mtumwa, alafu kulikuwa na taratibu unazifuata, then ule mtumwa mwelevu akichukuliwa na utajiri wa Kiunani, anavunjiwa, anaondolewa kwenye mahusiano na familia yake ya kwanza kikatiba kabisa, baadaye anakuwa ni mtoto harisi wa huyu. Kwa huyu mtumwa mwerevu anaondolewa kwenye daraja la kuwa mtumwa, baadaye anafanyika mwana, ili baadaye awe na usimamizi na urithi wa kila kitu alichonacho. Sasa nisikize vizuri, muamini vinamhusuje? Angalia, tunaposema tumezaliwa upya, mara nyingi inahusisha kwamba hapo mwanzo tulikuwa tumekufa, ya kwamba tulikuwa tumekufa, hatuna maisha. Katika kuzaliwa Mungu akatupa maisha. Kwa maana yake nikimwelezea muamini ya kwamba ulikufa katika dhambi, Mungu alifanya nini? Hapo sema Mungu alikufanya mwana, anasema Mungu alikuzaa. Nikimwelezea muamini ya kwamba alikuwa ni mtumwa wa dhambi, ninasema baadaye Mungu akamfanya mwana. Umeona vitu vile? Kwa maana yake inategemea unaelezea katika engo ipi. Na ukifuatia vizuri, hii ya kufanyika kuwa mwana mara nyingi inahusiana na our position, ya kwamba sisi ni warisi. Ya kwanza inahusiana na our identity, ya kwamba tuna asili ile ile leo baba. Ya pili inahusiana na ya kwamba tunaishi katika ufalme wa Mungu, tumezaliwa na Mungu, lakini tupo katika daraja ya kuwa warithi wa kila kitu ambacho Mungu anacho. So regeneration au kuzaliwa upya kunahusiana na mimi kupokea utambulisho wangu, new identity, new nature. Why kufanywa mwana kunahusiana mimi kuwa mrithi wa vyote ambavyo Mungu anavyo. Kwa maana yake naishi ndani ya ufalme wa Mungu kama mrithi wa Mungu. Hii itaeleweka vizuri kwa wale ambao wana nini kwenye nchi ambazo zinatawaliwa kifalme. Kwenye nchi ambazo zinatawaliwa kifalme kuna maprincess na kuna maprince. Lakini also kuna crown prince, yeye ambaye ata take over baada ya baba yake. Wote wana maisha katika ikulu moja, lakini maisha yafanani. Msikiaje kusema sisi hatupo tu ndani kwamba Mungu ametuzaa tu familia kubwa. No. Wakristo Mungu amewazaa alafu ni warithi. Kwa maana yake kwenye ufalme wa mbinguni mimi ni mrithi wa vitu ambavyo Mungu anavyo. Ndio maana malaika wanaagizwa kunitumikia. Nasikia nachokielewa. So okay, labda ni oneshe prophecy moja ya Agano la Kale ambayo ilikuwa inaashiria hicho. Kitende Zaburi 87. Zaburi 87. Kumbuka tunajifunza utamaduni wa wanafunzi. Zaburi 87. Anasema hivi, anaelezea hapo kuhusu ufalme wa mbinguni kama mji wa Sayuni. Zaburi 87. Anasema hivi,
msingi wake upo juu ya milima mitakatifu. Bwana anayapenda malango ya Sayuni kuliko maskani zote za Yakobo. Umetajwa kwa mambo matukufu, mji. Okay. Bwana amependa malango ya Sayuni kuliko maskani zote za Yakobo. Umetajwa kwa mambo matukufu, mji wa Mungu. Mstari wa 4, angalia vizuri. Nitataja Rahabu na Babeli miongoni mwao wanaonijua. Okay. Tulisema kujua manake ni kuwa na uhusiano na Mungu, si ndivyo? Nitataja manake nitatangaza pia. Nitatangaza Rahabu na Babeli miongoni mwao wenye mahusiano na mimi. Hapo neno Rahabu manake ni Misri. Ni jina lingine kuita Misri. Kwa ni kama kusema nitataja Misri na Babeli miongoni mwao wanaonijua. Okay, labda nisome vizuri. Nitataja wakazi wa Misri na Babeli miongoni mwao wanaonikubali. Tazama, Filisti na Tiro na Kushi, huyu alizaliwa humu. Kwa manake Mungu atawachukua wakazi wa mataifa au watu wa mataifa mengine, atawapa nafasi ya kuishi katika ufalme wake kama watu ambao wamezaliwa katika ufalme, ambao hapa ametaja mataifa kadhaa ambayo yanawakilisha ujumla wa mataifa yote, ya kwamba sisi watu wa mataifa ambao ni Watanzania kwa kuzaliwa, lakini bado kwa kadhi ya msalaba tumemjua Mungu, hivyo tumekuwa included katika ufalme wa Mungu. Au together? Mpaka hapo tumeelewana? Okay. Kwa maana tumezaliwa na Mungu, tumefanywa kuwa warisi wa Mungu. Hapo ni uzuri vitu vyote viwili, maana tumezaliwa na Mungu na tumefanywa wana. Kwa kama tunaishi katika ufalme wa mbinguni, okay? Tunaona hapo ufalme wa mbinguni, kila taifa lina utamaduni. Kuna namna ambavyo Tanzania tunaishi ambavyo ni tofauti na Marekani wanavyoishi, tofauti na Korea wanavyoishi. Kwa manake kama tunaishi katika ufalme wa mbinguni, manake kuna namna yetu ya kuenenda ambayo inatutambulisha tunatokea kwenye ufalme upi. Kusema tunaishi katika ufalme wa mbinguni, sisi ni raia, ni wana, ni warisi katika ufalme. Hivyo manake kuna namna kuenenda na kufanya katika ufalme ambayo tunatambulishwa katika ufalme huu tuliopo wa Tanzania. So manake nimezaliwa na Mungu, nimefanywa mwana mrithi. Tukisema utamaduni wa wanafunzi, manake unafundishwa namna na kupasa kuishi na kuwa katika ufalme wa Mungu. Kosa ambalo linafanyikaga ni hili, ya kwamba mtu amemwamini Mungu, au tumie lugha ambayo imeeleweka, ameokoka. Then baada ya kuokoka akawa ameokoka tu hapo akapewa uongozi kanisani. Baada ya miezi mitatu huyo tayari kaishaenda kuanzisha kanisa. Then naye ni mchungaji, anaanza kuchunga kanisa. Leo ameokoka mwaka huu, hajapitia training, hana mafundisho yoyote namna ambavyo nampasa kuishi. Ile tu conviction ndani, anaishi kama anavyo. Lakini Mtume Paulo hajasema hivyo. Amesema kuna aina ya maisha ambayo inapaswa kuwepo katika familia ya Mungu. Timotheo wa kwanza sura 3 mstari wa 15. Anasema, ukisoma anasema kama nikikawia kuja, ujue namna ambavyo inawapasa watu kuenenda katika kanisa la Mungu iliyo nyumba ya Mungu aliye hai. Kwa maana kuna namna ambayo tunatakiwa kujibehave tunapokuwa ndani ya nyumba ya Mungu. Na tunaposema nyumba ya Mungu haina maana nyumba ya ibada, anamaanisha sisi kama kusanyiko, familia ya Mungu. Kuna namna yetu ya kuishi na kufanya ambayo inatuonyesha kwa watu wanaotuzunguka kwamba sisi ni familia ya Mungu, tunatokana na yeye. Na kusoma vizuri maandiko, watu tujue kwamba sisi ni tunatokana na Mungu kwa sababu tunahubiri au tunafanya kazi yote ya huduma. Kwa sababu hata wanaabudu miungu mingine wanaimba,
lakini kuna aina fulani na mtindo wa maisha ambao tunapokuwa nao unakuwa ni utambulisho wa nje ya kwamba hakika hawa wanatokana na Mungu. Na hiyo ilikuwa ni wazi katika kitabu cha Matendo ya Mitume, walipoona watu ambao wanaishi kama Kristo, hapo ndio likazaliwa jina la Wakristo. Unasikia kusema? So manake dhumuni la wanafunzi ni kumfundisha aliyemwamini Kristo kuwa na kuishi kama Kristo. Hiyo ndio dhumuni kubwa. Na kulingana na maandiko, mstari ambao tumeusoma anasema mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi, ambao neno la Kiunani linalomaanisha kuandikisha katika shule ya maandiko, kuandikisha katika shule au kumsajili mtu darasani. Kwa manake mtu anapookoka kimaandiko, manake huyo ni kama mtu ambaye amesajiliwa katika shule ya maandiko matakatifu au katika shule ya Mungu ama shule ya Kristo. Then mstari chini anasema mkiwabatiza kwa jina la Yesu, nimesummarize ambapo imeandikwa kwa jina la Baba na Mwana na Roho. Hapo anasema mkiwafundisha yale niliyowaamuru. Si yale ambayo nimewafundisha. No. Mkiwafundisha yale niliyowaamuru. Kwa maana yake Kristo anaweka wazi kwamba mafundisho yake ni commandments. Ya kwamba hakuna wanafunzi isipokuwa hawa wanafunzi wamefundishwa kile ambacho Kristo amekiamuru. Na tunajuaje kile ambacho Kristo amekiamuru? Very simple. Manake wale ambao walikuwa karibu yake wanafunzi au together, wale wanafunzi waliasikia mafundisho ya Kristo ni mafundisho gani? Manake tunamaanisha wale mitume 12. Ndio maana wametuandikia vitabu. Kwa manake kile ambacho tunakisoma kwenye kitabu cha Mathayo mpaka Ufunuo ni kile ambacho Kristo amekiamuru. Na unaposoma Mathayo mpaka Ufunuo ama vitabu vya Agano Jipya, manake ni fafanuzi ya vitabu vya Agano la Kale. Kwa manake yale yote ambayo yameandikwa mle ndani ni maagizo, ni commandments ambayo kila muumini anatakiwa kuyajua na kuyafahamu. Kwa manake wanafunzi unakuwa umekamilika pale ambapo huyo muamini ameanza kuwa na kuishi kama Kristo. Ndio maana ukuaji wa kiroho haupimwi kati ya mwanafunzi na mwalimu wake, unapimwa kati ya yeye na Kristo. Kitabu cha Efeso sura 4 mstari wa 13. Tusome hapo tone. Kitabu cha Efeso. Efeso 4 mstari wa 11 actually, anzia 11. Soma. Naye alitoa wengine kwa mitume. Ndio. Wengine kwa manabii. Wengine kwa wainjilisti. Wengine kwa wachungaji na walimu. Kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu. Hata kazi ya huduma itendeke katika mwili wa Kristo. Hata mwili wa Kristo ujengwe. Mwili wa Kristo ujengwe, kanisa. Alafu hata na sisi sote tutakapoufikia umoja wa imani. Na kumfahamu sana mwana wa Mungu. Anaposema umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu, so vitu vile manake ni umoja wa imani ambao unaonesha kwa namna gani tunamjua Kristo ambaye ni mwana wa Mungu. Baadaye endelea kusoma. Na kumfahamu sana mwana wa Mungu hata kuwa mtu mkamilifu. Cheo na kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa hiyo itimisi ya kwamba muamini kujifunza ni agizo ama ni amri, si jambo ambalo lina optional. Yani ikiwa wewe ni Mkristo, kujifunza si swala la hiari ya kwamba najisikia kuu au kuto kuu. Yani ni swala lazima aliyemwamini Kristo kujifunza, la sivyo sio mwanafunzi wa Kristo. Ndio maana kama ni command, ndio maana even the Holy Spirit ambaye maandiko yalisema atakuja, ambaye tumejifunza kwenye Yohana sura 14, 15, 16 kwenye Bible study. Assignment ya kwanza siku ufanye muujiza. No. Anasema atawafundisha yote niliyowaamuru ninyi. Kwa maana yake Roho Mtakatifu anakuja na assignment ya kukuambia nini ambacho Kristo alisema. So maana yake nisikize vizuri. Mitume wanaagizwa kuwafundisha wanafunzi kile ambacho yeye amekiamuru. Roho Mtakatifu anatumwa kutoka kwa Kristo kuwasaidia wanafunzi kujua kile alichokiamuru.
Maanake ukishaona hivyo, maanake that is a very serious